Mtume Paulo aliwahi kuandika kwa mfanyakazi mwenzake na mwanawe wa kiroho katika imani, mchungaji kijana aitwaye Tito, na akamwambia awahimize na awakemee kwa mamlaka yote, kama ilivyoandikwa katika Tito saa 2:15. Sasa Paulo alikuwa anamkumbusha Tito kwamba kazi ya huduma inahusisha kukabiliana kwa ujasiri na watu kwa ajili ya kutotii kwao, kwa ajili ya kutojali kwao, lakini pia inahusisha kuwahimiza, wapa moyo watu waendelee katika huduma yao kwa Bwana. Ukweli ni kwamba tunahitaji yote mawili katika maisha yetu leo, sivyo? Kwa kweli watu wa Mungu daima wamehitaji kukemewa na pia kutiwa moyo wanapotembea na Mungu. Basi leo katika safari yetu ya hekima tunafika kwenye unabii mdogo wa Hagai, na tunamkuta nabii huyu akifanya mambo hayo hayo katika huduma yake. Aliishi karibu miaka 600 kabla ya Mtume Paulo kuandika barua ile kwa Tito, lakini yuko karibu kusema jambo lile. Hivi ndivyo kitabu kinavyoanza katika mstari wa 1. Katika mwaka wa pili wa Dario mfalme, mwezi wa 6, siku ya kwanza ya mwezi, neno la Bwana lilikuja kwa mkono wa Hagai nabii kwa Zerubabeli mwana wa Shealtieli liwali wa Yuda, na kwa Yeshua mwana wa Yehosadaki kuhani mkuu. Kuna taarifa nyingi zimejazwa kwenye mstari huo wa mwanzo, sivyo? Basi hebu nijaribu kurahisisha. Dario hapa ni mfalme wa Uajemi, Dario wa pili. Tarehe imetajwa kwa usahihi kabisa. Ni siku ya kwanza ya mwezi wa 6. Ni mwaka wa 520. Sasa hii inatuonyesha kwamba huduma ya Hagai inafanyika baada ya uhamisho wa Babeli. Kumbuka, ufalme wa kusini wa Yuda ulikuwa umeshindwa na Wababeli, na watu wengi walichukuliwa uhamishoni kule Babeli. Sasa Waajemi hatimaye waliwashinda Wababeli na wakawahimiza Wayahudi waliokuwa mateka kurudi katika nchi yao ya asili. Walikuwa wamekaa mbali na Yerusalemu kwa takriban miaka 70 sasa. Hivyo kundi la kwanza la watu lilirudi chini ya uongozi wa Zerubabeli, ambaye Waajemi walikuwa wamemteua kuwa gavana wa nchi hiyo. Kwa njia, kitabu cha Ezra kinatupa maelezo yote haya, kikituambia jinsi chini ya uongozi wa Zerubabeli ujenzi wa hekalu jipya huko Yerusalemu ulivyoanza. Haikuchukua muda kabla ya watu waliokuwa wanaishi maeneo ya jirani kuanza kupinga mradi huu, na kazi ya ujenzi wa hekalu ikasimama. Basi miaka 15 ikapita, na sasa nabii Hagai akaanza kuhubiri. Anawaita watu warudi tena kufanya kazi ya kujenga upya hekalu la Mungu. Sasa tuko kwenye kitabu cha Hagai ambacho kinatupa maandishi ya mahubiri yake. Hagai atatoa mahubiri manne, na la kwanza ni ujumbe wa kukemea. Watu wamepuuza ujenzi wa hekalu, na hapa kwenye mstari wa 2 Hagai anamnukuu Bwana ambaye anasema, watu hawa wanasema, bado wakati haujafika wa kujenga nyumba ya Bwana. Mstari wa 4 ni kukemea kwa uchungu, kwa sababu Mungu anasema, je, huu ndio wakati wenu wa kukaa katika nyumba zenu zilizo na mapambo wakati nyumba hii iko magofu? Basi inaonekana walikuwa wameamua kwamba starehe ilikuwa muhimu zaidi kuliko ibada ya hekaluni. Ibada ilipaswa kuwa kipaumbele chao, na sasa Bwana anawaadhibu kwa kuweka vipaumbele visivyo sahihi. Mstari wa 6 unatueleza kwamba sasa wanateseka kwa kukosa chakula, maji, mavazi na pesa. Mungu anasema hapa kwenye mstari wa 11, aliita ukame juu ya nchi na milima. Kwa hivyo, kwa kuzuia baraka zake, hizi baraka za kimwili, Mungu mwenyewe anawakemea kwa kuweka kipaumbele kwenye kupamba vyumba vyao vya kukaa, huku wakipuuzia nyumba ya Mungu. Na hebu nikuambie, unajua, tunaona mtazamo huo hadi leo hii, sivyo? Ninaweza kujikuta nikikataa hilo katika maisha yangu mwenyewe kwa kuwa na vipaumbele visivyo sahihi. Sasa mstari wa 8 unahitimisha mahubiri haya ya kwanza kutoka kwa Hagai. Pandeni milimani, mkalete kuni na mjenge nyumba hii, ili nipate kuifurahia na nipate kutukuzwa, asema Bwana. Sasa Hagai ana hadhira inayojibu hapa. Mstari wa 12 unatueleza watu wakaitii sauti ya Bwana Mungu wao. Sasa kwa hayo tunapata mahubiri ya pili ya Hagai. Hii inakuja baada ya mwezi 1 na nusu.
Ni mahubiri ya kutia moyo kwa wale waliorejea kazini. Sikiliza maneno haya ya Bwana kupitia Hagai 2:4. Uwe hodari, e Zerubabel, asema Bwana. Uwe hodari, e Yoshua. Kuweni hodari ninyi watu wote wa nchi. Fanyeni kazi, kwa maana mimi nipo pamoja nanyi, asema Bwana wa majeshi. Napenda sana picha hii hapa. Bwana anawatia moyo na kuwashangilia katika juhudi zao. Anawatia moyo kwa ahadi ya uwepo wake, ili wasikate tamaa tena. Na pamoja na hayo, Bwana atatoa unabii wa ajabu kuhusu hekalu. Sasa hizi ni zitakuwa za mbali. Hii ni ahadi ya wakati ujao, ya mbali. Bado hazijatimia, wapendwa, hadi leo. Lakini anaanza hapa katika mstari wa 6 na ahadi hii: nitayatikisa mbingu na dunia na bahari na nchi kavu, na nitayatikisa mataifa yote, ili hazina za mataifa yote ziingie, nami nitalijaza nyumba hii utukufu. Mstari wa 9, utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko wa kwanza, asema Bwana wa majeshi, na mahali hapa hii nitawapa amani. Je, amani ya kudumu ilikuja Mashariki ya Kati? Hapana. Je, imeshawahi kuja? Hapana. Hii ni ahadi ya ufalme wa milenia ujao na ile hekalu tukufu litakalojengwa tena siku hiyo. Hivyo Bwana anawatia moyo watu hawa kwa uhakikisho kwamba hekalu hili wanalolijenga si kwa ajili yao tu. Mwisho wa yote linamwelekeza Kristo ajaye na ufalme wake wa baadaye, ambao utakuwa ufalme wa amani. Sasa ujumbe wa 3 wa Hagai una mada inayofanana. Inaanza hapa kwenye mstari wa 10 na inawakumbusha watu kuhusu matokeo ya kutotii. Kisha hapa kwenye mistari ya 12 hadi 17 anatoa mfano kutoka kwenye mfumo wa ibada ambapo mtu mchafu anachafua kila kitu anachogusa. Kwa maneno mengine, anawaambia wawe waangalifu na maafikiano, wawe waangalifu na dhambi wanapomtumikia Bwana. Unajua, ni rahisi sana kumwacha Bwana, hasa unapovunjika moyo kwa kukosa matokeo kama vile watu hawa walivyopitia. Hawa hapa watu wakifanya kazi kwenye hekalu. Hawaoni maendeleo yoyote makubwa kabisa. Hili ni jukumu kubwa. Kwa hiyo Bwana anawatia moyo kwamba ingawa bado hawaoni thawabu ya kazi yao, wanapaswa kuendelea kusonga mbele, na wanaendelea na ahadi hii kutoka kwa Bwana. Hii hapa kwenye mstari wa 19. Bwana asema ni ubariki. Kwa maneno mengine, niko pamoja nanyi. Na hilo ni somo kwetu sote leo. Tunatembea kwa imani, hata tunafanya kazi kwa imani kwa ajili ya Bwana, hata kama wakati mwingine hatuoni matokeo mengi, na kusema kweli, mara nyingi hatuoni. Basi ngoja nikuambie wapendwa, kuna jambo la kukumbuka. Kazi unayofanya leo kwa ajili ya Kristo, haijalishi inaonekana ndogo au haina umuhimu kiasi gani, itakuwa na athari ya milele kwa utukufu wake kwa njia ambazo hatuwezi kuona. Pia kusema kweli, mara nyingi inaonekana tu kama kazi na hakuna utukufu. Ni vyombo vichafu zaidi, au pua zinazonata, au mpango mwingine wa somo tu. Lakini neno la Mungu linaahidi katika 1 wa Korintho saa 15 na madakika 58, uwa thabiti, usitikisike, ukizidi sana katika kazi ya Bwana, ukijua kwamba katika Bwana kazi yako si bure. Sasa pamoja na hayo, mahubiri ya 4 yanaanza, na ni hapa kwenye mistari ya mwisho ya kitabu cha Hagai. Hapa ndipo ujumbe wa Mungu kupitia nabii wake inamalizika hapa kwenye mstari wa 23. Siku hiyo, asema Bwana wa majeshi, nitakuchukua wewe Zerubabeli mtumishi wangu, na nitakufanya kama pete ya muhuri, kwa maana nimekuchagua. Tena hii inaangalia mbele kwenye siku za usoni, Yesu Kristo atakaporudi duniani, wakati falme za dunia hii zitapinduliwa. Lakini pia kuna ahadi hapa ya kumfanya Zerubabeli siku hiyo kama pete ya muhuri. Pete ya muhuri inamaanisha mamlaka ya mfalme. Lakini Zerubabeli atapataje mamlaka ya kifalme? Mbali sana katika siku za ufalme wa miaka 1000. Hataishi muda mrefu hivyo, na zaidi ya hayo, si Yesu Kristo ndiye atakayetawala kama mfalme? Ndiyo. Basi jibu ndilo hili. Zerubabeli ni mzao wa Daudi. Yuko kwenye ukoo wa kifalme.
Mzao wa Zerubabeli ni Yesu Masihi. Kwa hiyo hapa Zerubabeli anakuwa mwakilishi wa ukoo huo wa kifalme wa Masihi. Ona, hii ni ahadi kwamba mzao wa Zerubabeli, yaani Masihi, atatawala kama mfalme wa baadaye wa Israeli. Hili ni tumaini la kinabii la ajabu kwa watu hawa waliokuwa wanajenga upya hekalu wakati wa Hagai. Wow, wanashiriki katika jambo ambalo litafikia utukufu wake wa mwisho katika utawala na enzi ya mzao wa Zerubabeli, yaani Masihi. Ona, ahadi za Mungu zinafika hadi milele, lakini zinatupa motisha ya kumtumikia leo, kumtumikia kama mfalme wetu leo. Mioyo yetu iwe uwanja wa ikulu yake leo. Mpaka tutakapokutana tena kwenye safari yetu ya hekima, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.